Ijapo kwa wengi alikuwa jagina, mwamba mkombozi na hadhi ya kuogopwa, ndani ya kinyozi kidogo jijini Nairobi, hayati Raila Odinga hakuwa mwanasiasa, alikuwa tu mteja wa kawaida, mcheshi, mkarimu na rafiki wa kinyozi mmoja anayeitwa Julius Kamau Kimani. Kwa zaidi ya miaka 15, Julius alimshughulikia baba, akimnyoa nywele, kumpa sikio na kumchekesha pia. Lakini tarehe 1 Agosti mwaka huu, kipigo cha mwisho cha mashine kilibeba kumbukumbu ya ahadi mbili ambazo hazikutimizwa. Ripoti hii imeandaliwa na mwanahabari wetu Ashley Atieno na kutiwa sauti na mhariri Lofty Matambo. Kati ya vioo vilivyoona nyuso elfu kadhaa na kiti kimoja kimesimama kama mashahidi wa historia. Hapa ndipo Julius Kamau Kimani mwenye umri wa miaka 47 amekuwa akifanya kazi ya kinyozi kwa kipindi cha miaka 17. Lakini mwaka 2008 maisha yake yalibadilika alipopata mteja ambaye asingemsahau kamwe, Raila Amolo Odinga. Kwa wengi alikuwa baba wa taifa, lakini kwa Julius alikuwa baba wa kinyozi. Anasimulia kuwa mara nyingi alilala akiwa kwenye kiti, akiwa na imani kamili kwa mikono ya kinyozi wake, na kila ujio wake ulileta msisimko mkubwa katika barabara ya Kimathi, walinzi, wateja wapya na kelele za furaha. Akisema kijana wa Mwango Iria, I am the one because me I come from Murang'a. So unapata kila mtu akisikia kijana wa Mwango Iria ni nani? I am the one. Kijana wa Mwango Iria. So ikakuwa kila mtu akaanza kuniita, ako wapi Wairia? Baba anakuja. Lakini urafiki wao haukuwa tu wa kinyozi na mteja. So nikamwambia mimi naweza taka juu mimi na kunyoa nimebakisha rais sasa. Akaniambia hata rais kwanza zile maneno alitamka itawezekana. Siku hiyo ya Ijumaa, mtoto wa umri wa miaka 9, Malik Ahmed, pia alikuwa kinyozini, nusu ya kichwa chake kikiwa kimenyolewa wakati Raila aliingia. So then all of a sudden there was a lot of commotion. Then Raila came. Then he asked Malik, wacha nikate laini. So I said okay. Julius Kamau Kimani, kwa sasa kila sauti ya mashine inabeba kumbukizi za kicheko, unyenyekevu na urafiki uliokufa kabla ya kutimizwa kikamilifu.